Katika maeneo ya milima na mabonde wilayani Makete ambako ukungu mzito huonekana kufumbata vilele vya milima na kufanya baridi kali, injini pekee inayounguruma si ya lori wala trekta, bali ni pumzi nzito ya mnyamapunda. Mazingira ya kwetu huku kwa kweli ni mazingira ambayo ni magumu. Kwa maana hiyo utakuta kwamba kwetu huku kila mmoja ana mnyama punda. Katika miteremko mikali ambayo hairuhusu kupita magari ya aina yoyote, punda ndiye anayeonekana kuwa muhimili mkuu wa uchumi. Ni kweli tuna ng'ombe, tuna mbuzi, tuna mifugo mbalimbali, lakini haitusaidii katika mambo ya nguvu kazi. Kwa maelezo ya Mzee Kamage, anasema punda ni shujaa asiyeimbwa. Mchango wake katika kukuza uchumi wa kaya ni mkubwa. Tunakolima kwa mfano viazi au ngano, mahindi, ni lazima anayekwenda kuchukua huko ni punda. Lakini pia uhusiano mzuri wa punda na mmiliki wake unasababisha punda wachaguliwe majina. Majina yapo mengi sana, majina ya punda. Chapa kazi anachapa kazi, yani mzigo akibeba utakuta yuko mbele. Kilimo kwa kweli kama ni kwenye mazao hapa, ukimwingiza kwenye mahindi humo hawezi kugusa mahindi. Elimu utakuta kwamba nikimshika mguu unasema kaa chini, anakaa chini. Mzee Kamage anasema katika eneo lao ni marufuku kumfanya punda kitoweo. Nikataka kujua ni nini kinazingatiwa kuhakikisha mzigo unaobebeshwa punda haumwelemei. Kwanza namtazama punda wangu kwamba huyu punda mzigo huu hawezi kustahimili. Tofauti na msemo wa wahenga wa shukrani ya punda ni mateke, wamiliki wa punda huwazawadia punda wao kwa kuwabadilishia chakula zaidi wanapofurahishwa na umahiri wao kazini. Kumpongeza punda kama kazi amefanya nzuri, kwa kweli, moja, chakula kama nilichokisema ni cha kwanza. Pili, mashudu wa afya. Alafu tatu ni kumpumzisha kazi. Punda ni mnyama mzuri sana na tunamheshimu na tunamlisha. Kama mfano akitoka shambani unafika unampa pumba ili apate nguvu zaidi. Kwa kazi kubwa wanaoifanya punda, wanathibitisha kuwa bila kwato zao utajiri kupitia viazi na mazao mengine wilayani Makete ungekuwa umefungwa katika mashamba makubwa yaliyopo milimani na mabondeni. Watu wakichimba viazi inatakiwa wabebe kichwani. Kwa hiyo ametukuamua punda kubeba punda ili alete site. Binadamu tayari hawabebi viazi. Kwa hiyo punda anatukuamua, yani ametukuamua yani kwa 100%. Pamoja na kutegemea punda kwa ajili ya usafirishaji mazao kutoka mashambani hadi yanapofikia magari, ombi la wananchi ni kuboreshewa miundombinu ya barabara zinazounganisha kijiji na maeneo mengine. Serikali itusaidie habari ya miundombinu. Barabara kuu ya kutoka Makete kuunganisha Isionje mkoa wa Mbeya. Kama ingekamilika hiyo, uchumi wa bonde letu la Magoma ungekuwa kwa haraka sana. Kwa mnaopenda mapochopocho ambayo hutayarishwa kwa kutumia viazi, huenda viazi vinavyowafikia hupitia mchakato wa kusafirishwa na mnyama punda. Emmanuel Kalemba, Azam News, Njombe.